Kwanza tupongeze hii hatua ya serikali na rais kwa nia yake njema ya kutaka Watanzania wawe kitu kimoja. Mnapoishi pamoja, mitikisiko kama hii na matukio kama haya kutokea sio dhambi, na kutokea sio kwamba ni jambo la kushangaza, kwa sababu sisi ni binadamu. Na binadamu kila mtu anawaza kivyake. Kwa hiyo kama limetokea na serikali pamoja na rais ameona njia madhubuti ya kumaliza hili swala ni maridhiano, mimi kama mgombea na chama chetu cha NLD uko tayari na naunga mkono harakati za rais, kwa sababu ni harakati zenye nia njema ya kuwaweka Watanzania pamoja. Kwa hiyo mimi naona ni jambo zuri sana kwa mtazamo wangu. Sawa. Yeah. Na umezunguka kwenye kampeni 2025, umeona Watanzania maisha yao, nini haswa ambacho wanahitaji na ungeshauri serikali hivi sasa pengine wangeanza nacho katika utekelezaji wa majukumu yao? Huduma za afya ziko vibaya sana kuliko nyingine. Hakuna Mtanzania mwenye uwezo wa kujitibia, hata mmoja. Niko lazima kutoa ushahidi. Mtanzania anaanza tiba ya kienyeji, na utafiti umeonyesha hivyo kwamba asilimia zaidi ya 60 kupitia mtakwimu mkuu wa serikali ABS inasema wazi, taarifa ya mwaka 2021-22 kwamba asilimia ya Watanzania zaidi ya 60 inajitibia kwa waganga wa kienyeji. Kwa hiyo ni taarifa ambayo imetolewa na mtakwimu mkuu wa serikali. Kwa hiyo kazi ya kwanza ni ile ambayo imefanywa utafiti iweze kufanywa kazi. Kazi ya pili ni swala maji. Wanasema asilimia 90 mijini, asilimia 80 vijijini. Sitaki kutumia lugha ya uongo, lakini hilo jambo halipo. Mimi naishi maeneo mawili katika biashara zangu, Kabuku, Handeni, Tanga, na Misima ndio nyumbani kwangu pale rasmi. Maeneo hayo hayana maji, mwaka huu wa 6 hayajawahi kutoka kwenye bomba, na ni maeneo ya miji. Kabuku ni mji mdogo, Misima pale mabanda umeshaingia kwenye halmashauri ya mji, lakini ndoo leo ya maji machafu ambayo yanachotwa kwenye mabwawa, kwenye maporomoko ambao sio rasmi, ndoo moja shilingi 500. Mwezi mmoja uliopita wakati wa jua ndoo moja ilikuwa shilingi 700. Kwa hiyo hili ni swala la pili, wenzetu waliobahatika kuwa kwenye viti vya uongozi waone namna ya kulishughulikia. Swala la tatu ni swala la umeme. Umeme mpaka leo naongea hapa saa hizi niko Kabuku umekatika, na hauna muda maalumu kwamba mnatangaziwa utarudi saa ngapi. Kwa hiyo tuna bwawa lile la Mwalimu Nyerere, hatujajua limeisha wapi, maana wako kimya, na wamesema likiisha lile Tanzania tutasahau habari ya mgao wa umeme. Lakini hapa ninapozungumza umeme hakuna. Kwa hiyo haya matatu nadhani kama wananisikia wakienda kuyafanyia kazi, wallahi nchi hii itakuwa nchi nzuri sana. Kwa hiyo hayo ndio maoni yangu, nini wafanye wenzetu ambao wamebahatika. Maana hayo nimeyaona mikoani, sijazungumza kwamba nimeelezewa na mwananchi. Mimi mwenyewe nimeona, tumeenda sehemu moja inaitwa Maswa. Tumefika pale Maswa, kata moja inaitwa Ibiza. Kilomita 5 tu kutoka mjini pale. Na maji yalipo ni kilomita 2.5, lakini wanafunzi wanajisaidia na karatasi na ukutani. Kwa macho yangu, na bahati nzuri nilipiga picha pale na video ninazo, kata ya Binza, wilaya ya Maswa. Kwa hiyo hali ya maji ni ngumu sana. Lakini tulikuwa Mwanza kuanzia tarehe 8 mwezi wa 10 mpaka tarehe 11 ndio tunaondoka pale 12. Siku zote tulizokaa pale maji yamekatika Mwanza mjini. Kwa hiyo hali ni ngumu sana ya swala la maji. Wenzetu wasizungumzie takwimu tu, washapata madaraka waingie kwenye utendaji ili Watanzania wapate ahueni ya maisha. Hayo ndio ushauri wangu. Kama wataona unafaa wakiuchukua, basi Watanzania watanemeka. Kama tena watachukulia ni siasa, basi tuendeleze bifu. Sawa Bwana Doyo, ilani uliokuwa unainadi wewe 2025 ukiomba ridhaa ya Watanzania kukuchagua kwa rais, ilikuwa inasema nini juu ya maeneo hayo kadhaa ambayo umeyataja, afya, elimu pamoja na maji, na pengine ungewapatia ikawa msaada katika utekelezaji? Msingi wa nyumba anaujua aliyoanzisha. Sisi kwenye maji tuliwaambia Watanzania asilimia 21 ya vyanzo vya maji duniani viko Tanzania. Ndani ya siku 90 Watanzania wasahau kiu. Tuna mto Kagera, tuna mto Pangani, tuna mto Malagarasi, tuna ziwa Tanganyika, tuna ziwa Victoria, tuna ziwa Rukwa, tuna ziwa Eyasi. Yote haya yanatiririka maji. Kwa hiyo niliwaambia Watanzania kama wataichagua NLD mimi nikiwa rais, habari ya maji ni historia, kwa sababu leo nchi za Israel na Misri zinaishi kutegemea chanzo cha maji wa mto uliotoka Tanzania, mto Nile ambao umeota katika ziwa Victoria, Israeli na Egypt. Sasa mimi nina vigezo vya kueleza kwa nini Watanzania tungeondoa kwenye shida ya maji haraka iwezekanavyo, kwa sababu tunajua namna gani ya kuwafanyia ili maji haya yaweze kupatikana. Kwa hiyo maji yale ya mto Pangani yanaishia baharini, yanaenda zake bahari kuu. Mto Wame unaishia baharini, mto Ruvu
naishia baharini. Kwa hiyo ni umakini tu wa wenzetu waliokuwa serikalini waweze kuona haya ambayo tunazungumza. Hatuko mwani, tunazungumza kwa faida ya Watanzania. Kwa hiyo haya ndiyo ambayo niliyaeleza kwenye swala la maji. Kwenye swala la afya tuliwaambia Watanzania sisi tutawatibia bure bwana, sababu hakuna Mtanzania mwenye uwezo wa kuanza kubambanya huduma. Kwao wakasema watatoa msamaha kwenye magonjwa ambayo hayaambukizi. Nafikiri unayafahamu magonjwa ambayo hayaambukizi. Pressure, kisukari, kansa, haya ni magonjwa ambayo hayaambukizi. Wamesema wao watatoa huduma bure. Lakini bado siku 90 za rais watu bado wanahangaikia hayo magonjwa, hawajapata msaada. Nimepokea malalamiko, watu bado wanahangaika, wakienda wanarudi. Wafanye basi haraka hilo jambo. Lakini pia kuna wale ambao wana magonjwa ya kuambukizwa pia wanahitaji msaada, kwa sababu uwezo wa kujigharamia matibabu hawana. Kwa hiyo sisi tuliwaeleza Watanzania kwamba endapo watatupa fursa ya kuongoza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tungewatibia bure. Zozo ikawa mnapata wapi fedha? Mimi nikawa naweka mfano kwamba msafara wa rais naenda kuupunguza, baada ya magari 300 yale ninayoona kwenye kampeni itakuwa na magari 4, kwa maana tutapunguza gharama za uendeshaji katika ofisi ya rais. Zile fedha tutazikimbiza kule kwa haraka sana. Lakini niliwafahamisha kwamba kuna matumizi mengi ya anasa, mishahara ya wakubwa, mishahara haitangazwi, mishahara ya mawaziri ni siri, ya rais ni siri, waziri mkuu ni siri. Mimi nikamwambia mimi nitalipwa milioni 4 hadi 6, kwa maana hiyo inaweza ikakidhi mahitaji yangu kama rais, mambo ya ada ya watoto, kwa sababu na mimi ni mwananchi. Lakini leo mtaala wa rais haufahamiki katika nchi hii. Nimewaambia tutaweka wazi, na pesa zote ambazo zilikuwa zinakwenda huko tunakwenda kuzikimbiza kwenye afya. Lakini pia niliwaahidi kwamba kuna taarifa ambazo mimi sijazifanyia utafiti kwamba Tanzanite ndiyo madini bora duniani ambayo hapatikani sehemu yoyote, ambayo yanapatikana mkoa wa Manyara. Niliwaambia kama una bidhaa ambayo hayapatikani sehemu nyingine, unakuwaje maskini sasa? Tutauza madini yetu haya kwa uadilifu mkubwa, alafu tunakimbiza fedha hizi kwenye afya. Kwa hiyo mjadala ukawa umekufa baada ya kujenga hizo hoja korofi, kuonyesha mipango yangu kama rais mtarajiwa, kuweza kuwaambia Watanzania nitawajibu fedha inatoka wapi. Kwa hiyo hayo ndio ambayo niliyaona kwenye maji na kwenye swala la afya. Kwenye swala la umeme, soma ilani ya chama, tumekubaliana kupunguza unit moja sasa hivi ni zaidi ya 700 mpaka 1000. Ni gharama ni kubwa sana. Hakuna Mtanzania ambaye anamudu gharama za umeme ili aweze kufanya kazi na umeme aweze kupata maendeleo. Hakuna. Ukiangalia ukinunua hapo shilingi 5000 unapata unit 14, ni wastani wa shilingi 770 780 kwa unit moja. Kwa hiyo ni almost shilingi 1000 hiyo. Sasa tuliwaambia sisi tunakwenda kuipunguza unit, kwamba unit moja kwa Mtanzania anaponunua umeme atanunua kwa shilingi 150 hadi shilingi 200. Hii itakidhi huduma ya kufanya ukarabati, kwa sababu tuna mpango wa kuwaingizia Watanzania zaidi ya milioni 35 ambao ni watu wazima ambao wanaishi. Ukichukua shilingi 300 zao, mtu mmoja achukue uniti 10 ni shilingi 3000, mara milioni 35 ni fedha nyingi sana, ambazo kukitokea itilafu katika masuala ya miundombinu unaweza ukachukua fedha hiyo ukaifanyia ukarabati miundombinu. Kwa lakini pia tuliwaambia tutapunguza fedha ya kuingiza umeme. Magufuli alifanya hilo jambo, umeme shilingi 27. Sasa hivi ni 370. Tunauliza kwa nini? Aliwezaje yeye na serikali hii shinde? Mimi mkinichagua tunashusha shilingi 20 kuweka umeme, ili kwanza tupate guarantee ya wateja. Tukiwa na umeme wa hakika, tuna wateja wengi, maana yake tutakusanya fedha nyingi za kutosha za kufanya miundombinu na kulipa wafanyakazi na kuendesha taifa katika sekta zingine. Sasa hayo ndio ambayo kimsingi wakati tunafanya kampeni niliwaeleza Watanzania. Kimsingi nilifanya kazi kubwa, nilipita mikoa yote 26 kama mlivyoona, sijamisi hata mkoa mmoja. Mimi kwa mgombea ambaye nimetembea kuliko mgombea yoyote, takwimu zinaonyesha mimi nina kilomita 21,000. Ile gari ya serikali niliyopewa, wenzangu wengine hata kilomita 10,000 hawajafika, 9,000 hawajafika.